Karibu tena msikilizaji na mtazamaji wa MTV Online popote ulipo DRC kama vile Afrika Mashariki. Mimi ni Sikiminywa Jean Paul Sen nikikutangazia kutoka mji wa Kirumba wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, pembeni ya Ziwa Edward. Leo ni Ijumaa 18 2025 na kuletea vitu kemkem. Kwanza ni wazalendo wapuuza mwito wa Willy Shiki ya kusitisha mapigano dhidi ya M23. Wao kama vile wazalendo hawahusishwi katika mikataba ya serikali, wanasema hawajaketi kwenye mazungumzo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi azindua miradi ya maendeleo katika mji wa Lubumbashi. Tshisekedi kunatumikia nchi yake kwa peuple ipate yenyewe kunatafuta. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibuni na kujia na habari hizi kwa wingi. Taarifa zetu zaanza mashariki mwa Kongo DRC ambako wapiganaji kutoka makundi ya wazalendo waendelea na mapigano makali na M23 mkoani Kivu Kusini. Thompson Unji Batankalwa yuko Uvira. Naam, wito huo haujaonyesha kutekelezwa kwa pande zote mbili zinazobishana katika pande huu wa Kivu Kusini, kwa kuwa kulikuwepo na mapigano katika mji wa Kamanyola kati ya jeshi la taifa la Kongo FARDC na wapiganaji wa M23. Wamepigana toka asubuhi saa 12 hadi kufikia jioni saa 10, na hadi hivi sasa tunavyozungumza mapigano yanaendelea kati ya makundi hayo mawili. Upande mwingine katika tarafa za Uvira na Fizi huko milimani, mapigano kati ya makundi ya Kilojeti Chambuke na Tirwaneho yanazidi kuendelea katika viunga vya mji wa Minembwe. Sasa wazalendo wanasemaje? Kwa sababu Willy Shiki alisema yeye ni miongoni mwa watu ambao wamepewa amri na Rais Felix Tshisekedi, naye amekuwa miongoni mwa wazalendo. Tumezungumza na Justin Lungabo, ni mmoja kati ya viongozi wanaoongoza wazalendo kirahia kiufundi. Tukamuuliza swali kama hilo, amesema kwamba wao kama vile wazalendo hawahusishwi katika mikataba ya serikali, wanasema hawajaketi kwenye mazungumzo. Serikali, mikataba ya kusitishwaji wa mapigano ni baina ya jeshi la taifa na wapiganaji wa M23, lakini wao kama wazalendo ni raia wanaochukua silaha kwa ajili ya kujipigania kwa mujibu wao. Kwa hiyo kuhusu habari ya kusitisha mapigano, kwa upande wao wanasema kwamba hawahusiki. Hali ikoje Kamanyola? Kamanyola kwa sasa hali sio nzuri, hakuna usafiri wowote. Pikipiki, gari hazitoki Kamanyola kuja upande wa Uvira kwenda Kamanyola, hakuna usafiri kwa kuwa mapigano yaliyoendeshwa hiyo jana mpaka hivi sasa yanapelekea shughuli zote kuzorota. Wananchi wanakimbia katika vijiji jirani huko Lubarika, wengine wanavuka mto Ruzizi kuelekea upande wa Rugombo Burundi, na walio wengi wamebaki manyumbani mwao. Wananchi wanasemaje kuhusiana na hii vita? Kwa sababu Marekani imeomba kwamba lazima Rwanda iondoe wanajeshi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walio wengi kati ya wananchi wamechoshwa na mapigano ya mara kwa mara, wanasema kwamba usalama uwepo bila kujali na kuangalia nani atakayeongoza. Ikiwa ni Rais Tshisekedi atasalia madarakani na usalama uwepo, wako tayari. Ikiwa ni Corne Nanga, ikiwa ni nani atachukua madaraka, ili mradi usalama uwepo. Ina maana wamechoshwa kabisa, sababu visa vya ubakaji vinazidi kuripotiwa hapa na pale, mihili sio na uhai inazidi kuogotwa hapa na pale. Ni vitu ambavyo vinapelekea wananchi kukosa usalama, hata wengine kuanza kuyahama makazi yao. Thompson Unji, asante sana. Shukrani. Wapiganaji wengi wakisema mwito alioutoa si halali kwao. Tukitoka Uvira tunaelekea hadi Lubero, Kivu Kaskazini, ambako waasi wa AFC M23 wamechukua vijiji vingi baada ya mapigano kati yao na wapiganaji wa FPP mkwaju AP. Wapiganaji wa M23 wamechukua vijiji kadhaa wilayani Lubero baada ya mapigano na wapiganaji wa Zalendo. Kwa njia ya simu, mkahazi huyu anazungumza zaidi. Mapigano haya yalianza siku ya 3 tarehe 10 mwezi huu wa Aprili, ambako waasi wa M23 walijielekeza ngambo za Mbwavinywa, Busekera ikiwa ni cheflie ya groupement Tama, na walienda mpaka wakapigana, wakawafukuza wazalendo wakekaa Mbwavinywa. Mpaka sasa wanaendelea, wamefika Pitakongo. Sasa wakazi wako wapi? Wananchi wakazi walikimbia makao yao, wamoja wakikimbilia wakitafuta njia za pembezoni ili wajitokeze Luofu,
Wengine vile vile walikuwa wakijielekeza Bunyatenge kuendea ngambo za Lubero. Na hivi sasa hali ikoje? Mbwavinywa na Busekera hali inakuja ikiwa shwari, kwani waasi wamewafukuza wazalendo, wamekaa hapo na wamewaita wakaaji warejee miji yao. Wazalendo waliokuwa hapo ni watu gani? Wa FPP ya Kabido ama wazalendo gani? Kulikuwa napatikana nusu ya wazalendo wa Kabido FPP na vile vile wengine wanaoitwa wa Nyatura wake mzee Vigabo Jonas. Na ukiangalia maeneo ya Luofu, Kaina, Kirumba, je, watu wanaendelea na kazi zao kama kawaida ama ikoje? Luofu, Kaina, Kanyabayonga, Kirumba, kazi zinaendeka kikawaida, kwani hapo hawana tena wasiwasi kuwazia kama wanaweza vamiwa. Ila ni ngambo za bahari, Kamandi, Buhoyo ambako kulikuwa kunaendeshwa vile vile mapigano kati ya wazalendo na waasi wa M23. Na vipi hali ya usalama, ulinzi? Hapo Luofu, Kaina, Kanyabayonga tunaweza sema kwamba ulinzi unaenda vizuri, ila huko kwenye bahari Kamandi, Buhoyo ndiko hali yaenda ikizorota, usalama unazorota, kwani hakuna yule ambaye anayemiliki maeneo haya. Leo kunaweza kuwa mapigano kati ya waasi na wazalendo, waasi wanawakimbiza wazalendo, kesho yake tena wanalamukiana, wazalendo wanawakimbiza waasi vile vile, ndipo wakaaji wanakimbia miji yao, vile wanafunzi hawaende tena shuleni. Na wakulima je, wanaenda mashambani? Ngambo za huko baharini wakulima ni wachache sana ambao wanaonekana, kwani wengi wamekimbia. Lakini huko Kanyabayonga, Kaina, Kirumba wakaaji wanafanya kazi zao kama kawaida. Ni mkahazi ambaye tumehifadhi jina lake kutoka huko Lubero. Bisamaze naye Serafe Mirindi ni miongoni mwa makamanda wa wahasi wa M23 AFC ambao wakizungumza na wakahazi na wanavijiji wilayani Lubero. Hapa njo Busekera. Na leo ni le 40e. Le 40e. Leo le 17. Le 40e. Busekera le 17. Mwezi ngapi? Mwezi ngapi? Mwezi wa 4. Na sasa tunakuwa saa ngapi? 9:40. Tunakuwa saa 3 na dakika 10. Tunasema asante sana. Kuona mko mnafanya salon. Hapa kulikuwa mabandi mingi, lakini hamtawaonaka tena. Tunasikilizana? Ndio. Hivi mabandi wamekimbia, tutengenezee barabara yetu, tuendelee mpaka wapi? Luofu. Hivi tunatoka watu ya Kasiki na watu wa Luofu, tuko tunatengeneza pale muile chimbo pale. Tunasikilizana? Ndio. Na nyinyi mtengeneze, msiogope kitu. Tunasikilizana? Ndio. Lakini mtusaidie. Bandi kama angali hapa, mwambie aache kutuogopa. Na sisi tuko watu saa yeye afie kwetu, tumpokee na tutumike naye. Na kama hataki kutumika abakie kunyumba, ametupatia bunduki yake. Tunasikilizana? Ndio. Mwenye anajua kama kuko bunduki fasi fulani anaileta kwetu. Mwenye anajua kwa grenade anatuambia, tunakia tunaitosha. Ziko zinaua watu sana. Sasa tusipoteze bandugu wetu. Chanamo wika? Oja. Kongo kandi himbwane tutui bene Kongo itajengwa na sisi we nyewe. Tunasikilizana? Asante sana. Kazi njema. Hii ni baada ya Willy Mishiki kuomba wazalendo wote kuacha mapigano, msimamo ambao umepingwa vikali na wazalendo mashariki mwa DR Congo. Tukisalia Kivu Kaskazini, wanawake eneo hili wapongeza hatua ya kuomba wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhimizwa kushiriki katika sekta ya madini, hatua iliyochukuliwa siku ya Alhamisi mjini Kinshasa wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na chama cha wachimba madini. Wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wahimizwa kushiriki katika sekta ya madini, hatua iliyochukuliwa siku ya Alhamisi mjini Kinshasa wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na chama cha wachimbaji madini. MTV imezungumza naye Neema V. Kailwira akiwa mjini Goma. Yaani ni msimamo mzuri na ni mawazo mazuri, sababu sisi wanawake tumeachiliwa wakati ambapo kunakuwa vitu vikubwa ndani ya nchi, na sisi wanawake tumeachiliwa sana. Wakati ambapo imekumbukiwa ya kwamba mwanamke anapaswa kushiriki naye katika sekta ya madini, yaani wanataka kupandisha ekonomi ya mwanamke. Wakati ambapo mwanamke amebakia mtu mwenye
anabakia mtu mwenye ambaye ni mtu ambaye amebaki kwa kuangalia mfuko wa mumewe, na ijapo wanawake wamoja wameanza leo kushimama na kuanza kufanya commerce, kuanza kufanya kazi mbalimbali. Alafu wakati ambapo mwanamke anaweza kuhusishwa ndani ya sekta ya madini, ni kitu kizuri sana, na wanawake wako tayari, sababu wanawake wamoja wamejitolea kabisa na kuanza kuingia ndani ya madini, lakini hakuna sapoti, na hii ni mawazo mazuri, ni kitu kizuri ambacho kimetufurahisha. Yaani ekonomi za wanawake zitaanza kuinuka na wanawake wataanza kukamata maresponsibility zao wenyewe, na hii itakuwa kitu kizuri. Lakini katika hii sekta kuna sekta kama mbili, kuna uchimbaji madini na kuuza ama kufanya commerce ya madini. Ipi nyinyi kama wanawake mnadhani mnaweza kuiweza? Hakuna kazi ambayo mtu anaweza kushindwa. Kama mtu akitaka anaweza kufanya. Na wale wanaume ambao wanachimba madini, sio kwamba ni wao wenyewe wanaingia ndani ya udongo kwa kuweza kuchimba haya madini, lakini ni pesa ambazo wanakuwa nazo kwenye mfuko ndizo zinawasaidia kwa kuingia ndani ya udongo kwa kuchimba madini. Lakini kuna vile malalamiko ya wengine raia wa Kongo, wanasema Kongo ina mali mengi lakini hawafaidiki. Kuna mipango mingi ambayo inachukuliwa bila kuhusisha wanawake, na hili ni jambo ambalo linatusumbua sana. Wakati ambapo sisi wanawake hatuna representativity ndani ya sekta zote, ni jambo ambalo linaenda kinyume ya katiba ya nchi. Alafu kipi kinahitajika? Kinachohitajika ni kwamba ndani ya sekta zote tuheshimu katiba. Wakati ambapo tunafanya mambo mengi bila kuheshimu katiba, hii tunafanya violation ya loi ya nchi. Ndani ya politiki inaomba katiba inaheshimiwa. Ndani ya entreprise katiba inapaswa kuheshimiwa. Ndani ya sekta zote inaomba katiba inaheshimiwa. Yaani wanawake sio kusema sisi hatuna nguvu wala hatuna akili wala hatuna namna ya kutumika. Tuna nguvu yote, tuna akili yote, na tutumika mambo yote kama ilivyo. Tuko tayari kabisa kutumika, na kama katiba imetupatia hii ruhusa, inaomba katiba inaheshimika kwenye sekta zote. Tukitoka Kivu Kaskazini tunaelekea mkoani Haut-Katanga, hasa katika mji wa Lubumbashi ambako Rais wa DRC Felix Tshisekedi amezindua miradi ya maendeleo ikiwemo uwanja mkubwa wa ndege na hospital. Chabola Bindu ni mbunge wa UDPS akiwa mjini Kinshasa. Asante sana ndugu. Kwanza unajua Rais Tshisekedi kuna tembea ndani ya nchi yake juu ya kufanya mavisit d'itinerance, kuona population puis na kufanya maprojet yenye kuna faida kwa population yetu. Na project gani muhimu ambayo wamekwenda? Kwa sababu tunasikia kwamba kwenda kuzindua uwanja wa ndege, sehemu nyingine hospitali. Kwa nini hii miradi? Na yoke province ya Katanga en general le Grand Katanga na Lubumbashi, vila Lubumbashi en general ni vila kubwa yenye inakuwa nyuma ya Kinshasa, inaomba ikuwa na aeroport ya Kabambi. Rais Tshisekedi ni mtu mwenye kunaona mbali na iko nataka nchi yetu iendelee mbele. Donc c'est pourquoi il anataka leta doter la province de Lubumbashi na aeroport ya Kabambi à la dimension ya Grand Congo. Ni projet mzuri sana, malgré la situation de la guerre, malgré ba difficulté yote, malgré ba kumkombanisha. Tshisekedi kunatumikia nchi yake kwa peuple ipate yenye kunatafuta. Tshisekedi kunatumikia nchi yake, alienda projet ya hospitali ya mzuri yenye itasaidia wakongomani benye biko pale Katanga, principalement na kubila Lubumbashi na aeroport ya kubwa, puisque après Kinshasa ni Lubumbashi na Kongo ma grande ville. Tanzania, Wakristo leo wameazimisha siku ya Ijumaa Kuu wakikumbuka kuteswa, kusulubiwa na hatimaye kuuawa kwa Yesu Kristo msalabani. Katika siku ya leo wametakiwa kufanya tathmini ya nafsi, huku wengi wakifunga kula na kunywa na kujizuia hasa kula nyama nyekundu. Hata hivyo wametakiwa kuendelea kutenda mema, na mwanahabari wetu Trifon Odas kutoka nchini Tanzania amezungumza na mchungaji Alex Jeremia wa kanisa la Pentekosti, na kwanza amemuuliza nini maana
baada ya siku ya Ijumaa Kuu. Ninapozungumzia habari ya Ijumaa Kuu, kwanza naomba niwaelezee Wakristo kwamba kuna mtu anaweza kuwa anajiuliza kwamba ni nzuri au ni mbaya. Hii ni siku ni nzuri kwa ulimwengu mzima kwa sababu inatuzungumzia kifo cha mtu ambaye alikufa kwa ajili ya watu wote, kabila zote na mataifa yote kwa ujumla. Na nikitoa ujumbe wangu kwa huyu anayenisikiliza sasa hivi hapa, niseme kwamba Ijumaa Kuu inashughulikia usawa wa ulimwengu. Kwa sababu tulikuwa chini ya mamlaka ya shetani, ya ibilisi kama Wakristo na ndio imani yetu. Lakini kufa kwa Kristo kwa siku ya leo kunakuja kuleta usawa wa ulimwengu, lakini pia ni siku ambayo inahimiza kurudi kwa utu ndani ya maisha ya binadamu pamoja na uadilifu, unyenyekevu. Lakini pia ni siku ambayo inatakiwa kuwa siku kuu ya kuondoa tofauti kati ya watu. Ni vyema pia kama ulikuwa na changamoto na mtu, ukamfuata, ukamsogelea na kumwambia ndugu yangu naomba unisamehe. Kwa sababu leo ni siku yetu ya ukombozi. Tunatangaziwa ukombozi kwa kufa kwa Yesu Kristo. Ni hayo kwa siku ya leo, nikikutakia weekend njema. Naliitwa Sikiminywa Jean Paul Sen. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika na kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la MTV Online.